Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena. Ni wakati mwingine tunaenda kujifunza neno la Mungu. Na siku ya leo ni kwamba Mungu anatupenda. Na ndiposa angependa kutupa maonyo na mwelekeo. Jinsi ya kuenenda, jinsi ya kuishi katika dunia hii. Na kukaribisha popote ulipo tupate kusikiliza maonyo ya Mungu na mafundisho ya Kristo Yesu. YouTube unaweza nipata kwa Mike Menda. Ili neno kama litakujenga, ni vizuri ukishare na wengine ili liwajenge pia wao, liwatie moyo pia wapate kumjua huyu Kristo Yesu. Ni vizuri ukisubscribe na pia kulike, itakuwa ni utukufu wa Mungu. Kila mmoja atakapoupata upendo huu na mafundisho haya ya Kristo Yesu. Tutaenda kujifunza kutoka kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadhibisha katika haki. Sitaendelea zaidi kwa sababu neno hilo limefika mahali pale. Kwa hivyo neno la Mungu ni kuonya watu kwamba njia hii mnayoifuata si nzuri. Njia ya kwenda ni hii. Ni vizuri ukiambia watu hapa mmekosea kulingana na neno la Mungu. Usiwakemee watu kwa sababu wewe hujafanya kosa kama hili. Wengi wetu tunapenda kuhukumu watu na kuwakemea kwa sababu huyu mtu amepatikana kwa wizi, wewe hujawahi patikana. Huyu mtu amepatikana kwa uasherati, wewe hujawahi patikana. Kwa hivyo unamkemea kwamba yeye ni mchafu sana. Kwa hivyo tusikemee watu kwa sababu sisi hatujapatikana kwa makosa kama haya. Tuwakemee kulingana na neno la Mungu na kuwarudisha ili warudie Mungu na waishi maisha ya amani na upendo. Sitasema mambo mengi, bali ni kwamba Kristo Yesu anatupenda na angependa tuishi kulingana na mapenzi yake. Wewe jiulize, kaka yangu, dada yangu, uliumbwa kwa sababu gani? Pale nyumbani mzazi wako alikuambia wewe ndio utaokoa familia hii. Wewe ndio utatoa familia hii kwa umaskini. Wewe ndio utatoa familia hii yetu uinue pale juu. Basi na kwa Mungu jiulize, kwa nini halikuumba? Ni kwa sababu gani? YouTube kwa mara nyingine tena ninapatikana kwa Mike Menda. Ni vizuri ukisubscribe mahali pale, pia kulike, share na pia toa maoni yako, kwa sababu hatujakamilika bali tunajifunza. Kama vile Paulo alisema kwamba sijakamilika bali ninakasa huu mwendo ili Kristo Yesu aweze kunikaribisha na kunikamilisha. Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi.